Daktari Kikwete atua Japani, agenda ni elimu. Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete akiwa ni mwenyekiti wa bodi wa shirika la elimu kimataifa GPE yupo Tokyo nchini Japani kwa ajili ya kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi, mashirika mbalimbali nchini Japani. Lengo la ziara yake nchini Japani ni kuboresha ushirikiano wa GPE na Japani katika kuwezesha utatuzi na changamoto za elimu ya chekechea, msingi na sekondari katika nchi zinazoendelea. Katika siku ya kwanza, rais mstaafu na mwenyekiti wa bodi ya GPE amekutana na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Shin Yokoyama, waziri wa fedha wa Japani, na naibu wake Mheshimiwa Atsu Mimura. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amekutana na kufanya mazungumzo pia na Akiro Tanaka, rais wa shirikisho la ushirikiano kimataifa la Japani JICA. Pia rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amekutana na Yoichi Sakawa, mwenyekiti wa taasisi ya Nippon. Sakawa mwenye umri wa miaka 86 sasa alifanikiwa kupanda mlima Kilimanjaro tarehe 12 Februari mwaka 2024 katika kuadhimisha miaka 85 ya kuzaliwa kwake. Kwa siku zinazofuata, rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete anatarajiwa kukutana na Timia, waziri wa mambo ya nje wa Japani, wabunge wa bunge la Japani, na kushiriki mjadala kuhusu elimu ya teknolojia, kufanya mahojiano na vyombo vya habari, na anatarajia kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Tsunichiro, rais wa taasisi ya Afrika. Ni taarifa kutoka Japani. Hatimaye rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete akiwa ni mwenyekiti wa bodi wa shirika la elimu kimataifa GPE yupo Tokyo nchini Japani kwa ajili ya kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi, mashirika mbalimbali nchini Japani. Hukumiwa miaka 30 jela kisa bangi kilo 2. Mahakama ya wilaya Nanyumbu imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Rashid Said Binasi mwenye umri wa miaka 55, mkulima na mkazi wa Lowassa wilaya Nanyumbu, kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi kiasi cha kilo 2.5. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleimani ametoa taarifa hiyo, ambapo amesema Rashid alihukumiwa Machi 10 mwaka 2025 baada ya kufikishwa mahakamani kutokana na kukutwa akiwa amehifadhi bangi katika nyumba yake aliyokuwa akiishi, ambapo alihifadhi kwa lengo la kujipatia kipato, yani biashara. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye mahakama ya wilaya Nanyumbu imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Rashid Said Binasi mwenye umri wa miaka 55, mkulima na mkazi wa Lowassa wilaya Nanyumbu, kwa kosa la kupatikana na dawa za kulevya aina ya bangi kiasi cha kilo 2.5. Hukumiwa miaka 30 jela kwa kosa la kubaka, atoroka na kukimbia. Mahakama ya wilaya Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Abdul Malik Fundikira mwenye umri wa miaka 42, aliyekuwa meneja hoteli ya Gaines, kwa kosa la kumbaka mfanyakazi wa ndani wa bosi wake, lakini hata hivyo Abdul amekimbia na anasakwa na jeshi la polisi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa Suleimani ametoa taarifa hiyo, ambapo amesema mtuhumiwa alitenda kosa hilo Februari 21 mwaka 2025 huko maeneo ya Shangani wilaya Mtwara baada ya kumbaka binti jina limehifadhiwa, ambapo hukumu imeshatolewa. RPC Isa amesema hata hivyo Abdul aliruka dhamana wakati shauri likiwa linaendelea mahakamani, akimaanisha wakati shauri likiwa linaendelea mahakamani mtuhumiwa alidhaminiwa, ambapo akiwa nje kwa dhamana alikimbia, na wakati hukumu inatolewa akuwepo mahakamani. Jitihada za kumtafuta zinaendelea. Ni taarifa kutoka Mtwara. Hatimaye mahakama ya wilaya Mtwara imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Abdul Malik Fundikira mwenye umri wa miaka 42, aliyekuwa meneja hoteli ya Gaines, kwa kosa la kumbaka mfanyakazi wa ndani wa bosi wake, lakini hata hivyo Abdul amekimbia na anasakwa na jeshi la polisi. Hatimaye viongozi waliozuiwa Angola sehemu alirejea Osman bado. Chama cha ACT Wazalendo kimesema kiongozi wa chama hicho Dorothy Jonas Semu akiwa ameambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ACT Wazalendo Nasira Nasoro Omari na katibu wa haki za binadamu Pavu Juma Abdalla wamerejea nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje ushirikiano wa kimataifa wa ACT Wazalendo Mwanaisha Mdeme amesema kwa upande wake mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Osman Masudi Osman bado yupo jijini Rwanda nchini Angola kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usafiri kurejea nyumbani Tanzania
chama kinaendelea kutoa taarifa mara kwa mara juu ya maendeleo ya suala hilo. Chama cha ACT Wazalendo kimesikitishwa na ukimya wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kulikalia kimya swala hili ni jambo linaloshangaza na kusikitisha kwa serikali ya Tanzania kushindwa kutoa kauli yoyote dhidi ya kitendo hiki kilichokiuka taratibu za kidiplomasia, hali ya mshikamano wa Afrika na undugu wa kihistoria baina ya Tanzania na Angola. Tunataka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoke hadharani na kufafanua kilichotokea Angola na msimamo wa serikali juu ya jambo hilo. Tunatoa rai kwa nchi yetu kuitaka serikali kumuita mara moja balozi wa Angola nchini Tanzania kujieleza kuhusu kilichotokea kwa viongozi wetu nchini Angola. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia ya Afrika, The Platform for Africa Democracy PAD, yaliyoandaliwa na taasisi ya Platform Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 mpaka 16 mwaka 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo walizuiliwa na serikali ya Angola, akiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa Chadema. Ni taarifa kutoka nchini Angola. Hatimaye chama cha ACT Wazalendo kimesema kiongozi wa chama hicho Dorothy Jonas Semu, akiwa ameambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ya ACT Wazalendo Nasr Omari na katibu haki za binadamu Pavu Juma Abdalla, wamerejea nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola. Paul Makonda atoa kauli vijana wa Arusha mna nafasi zenu India. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amekutana na kuongea na balozi wa India nchini Tanzania Bishwa Diwai na kukubaliana kukuza na kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Arusha wananufaika na fursa mbalimbali kutoka nchini India. Katika mazungumzo yao, Paul Makonda na balozi Wei wamejadiliana na mkoa wa Arusha kupata fursa ya mambo matano, ikiwemo kongamano kubwa litakaofanyika mwezi Mei mwaka 2025, ambapo atakuwepo maprofesa mashuhuri kutoka nchini Marekani kutoa elimu kuhusu akili mnemba artificial intelligence kwa vijana wa Arusha. Viongozi hao pia katika mazungumzo yao wamekubaliana kuanzisha kilimo cha mitishamba inayotumika katika utengenezaji wa dawa za asili chini ya usimamizi chuo kikuu cha Nelson Mandela. Pia wamejadili kuhusu nchi ya India kutoa fursa ya ufadhili wa masomo kwa vijana takriban 1000 watakaokuwa na fursa za kusoma kozi mbalimbali sambamba na ufadhili wa wapishi 50 watakaoenda kupata mafunzo ya upishi wa vyakula vyenye ladha ya Kihindi ili kuvutia watalii kutoka nchini India watakaokuja nchini Tanzania. Fursa nyingine itakayopatikana katika mazungumzo hapo Makonda na balozi huyo wa India nchini Tanzania ni pamoja na kuimarisha kilimo cha maembe mkoani Arusha kutokana na uhakika wa soko litakayopatikana nchini India, ambapo pia raia wa nchi hiyo wamekuwa na uhitaji mkubwa wa unga unaotokana na tunda la embe kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amekutana na kuongea na balozi wa India nchini Tanzania Bishwa Diwai na kukubaliana kutoa elimu na kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Arusha wananufaika na fursa mbalimbali kutoka nchini India.